Ya leo ndio leo, siku ambayo ilikuwa inasubiriwa na wadau na wapenda soka mbalimbali kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unatarajia kuwakutanisha watani wa jadi wa babe wa soka la Tanzania, wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya wananchi Young Africa. Maneno yamekuwa mengi kweli kweli kwa sababu kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kupitia uongozi wao wameweza kuweka bayana kwamba hawataweza kushiriki kwenye mchezo huo kwa sababu tu waliweza kuzuiliwa katika dimba la Benjamin Mkapa kufanya mazoezi, ikiwa wao ni haki yao ya msingi. Sasa leo hii wakati huu ambao nazungumza na wewe, uongozi wa klabu ya wananchi Young Africa wameweza kutoa taarifa kwa umma ikieleza kuwa wao msimamo wao kuelekea kwenye mchezo huo, kwamba mchezo wao bado uko pale pale na itapeleka timu uwanjani kwa ajili ya kwenda kushiriki katika mchezo huo. Taarifa ya uongozi wa Young Africa inaeleza kuwa, taarifa kwa umma. Uongozi wa Yanga Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa 3 2025 dhidi ya Simba saa 1:15 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Yanga Sports Club kama wenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Yanga Sports Club unapeleka timu uwanjani, uwanja wa Benjamin Mkapa kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, na tutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andre Ntine, Yanga Sports Club. Hiyo ni taarifa kutoka kwa uongozi wa klabu ya Young Africa ikionyesha kuwa msimamo wao uko pale pale kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo na watapeleka mechi uwanjani. Sasa kwa wewe ambaye ulikuwa hujapata fursa ama wasaa wa kupata taarifa kwenye barua ambayo waliweza kuiandika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ilikuwa kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga Sports Club ikiwa timu ngeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 ya ligi kuu ya Tanzania bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa ana maelezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na kuzuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili, imetolewa na management ya klabu ya Simba. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao ni wageni katika mchezo huu wamesema hawawezi kushiriki mchezo huu kutokana na vitendo visivyokuwa vya kiungano ambao vimefanyiwa na mabounsa wa klabu ya Young Africa. Lakini pia management ama uongozi wa klabu ya Young Africa imeweza kusema kwamba msimamo wao kwenye mchezo uko pale pale na watapeleka timu uwanjani. Nini maoni yako kuhusiana na hiki kitu ambacho kinaendelea? Je, mnyama Simba anafikiria atapeleka timu uwanjani ama ni vipi? Jina langu ni Maunga Junior, hii ni Mpenja TV. Ukinikosa hapo unanipata Instagram, natumia Maunga Junior _17. Usisahau kusubscribe, kushare,
kulike pamoja na kucomment.